Yesu ni Bwana, Yesu ni mfalme. Twende tena, karibu tena katika somo letu Unayo Imani sehemu ya 5. Wewe ambaye utakaosikiliza sehemu hii ya 5, usisahau kuna sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4. Ndipo utakapoweza kuelewa vizuri kuliko ukianzia sehemu ya 5, maana yake utakuwa umebaka. Sasa kuna hatua, anza toka kwa hatua mpaka utaelewa vizuri, utaendelea kustawi na kuchanua, na imani yako itaendelea kuongezeka na utaendelea kufunguka. Mapepo kwa watoto wa Mungu haitakiwi. Nguvu za giza kutawala maisha yako hayatakiwi. Twende, kwa nini inatakiwa uitendee kazi imani? Kwa sababu gani? Nisipotenda nini kinatokea? Inakuwaje? Kwa nini siendelee hivyo hivyo? Sasa twende, kwa nini tuifanyie kazi imani? Namba moja, kwa sababu imani ni utimilifu. Ukisoma ile Yohana sura ya 2 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, leo lolote atakalowaambia fanyeni. Muone basi, huyu ni mama wa Yesu, anawaambia lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa nini aliwaambia wafanye? Maana huyu mama alimjua Yesu. Sasa kwa nini sasa walipoingia kutendea kazi kile Yesu alichokisema, wakapata matokeo, mazingira yakabadilika, maji yakageuka kuwa damu? Umeona? Kwa hiki kitu ndicho na shetani anakipiga sana vita kwa watu wanaomwamini Kristo. Wasitendee imani, wasitendee kazi lile neno wanaolisikia kwa baba yao, kwa sababu ni imani inayoweza kubadilisha maeneo, mazingira. Kwa huyu mwanamke, mama alijua lolote atakaloambia, sio yeye aliyosema, ni ile roho ndani yake, ni roho wa Mungu alimshukia yule mama, akanena. Hakunena kama mtu wa kawaida, hakunena kama mwanadamu wa kawaida, kujua siri ya kwamba huyu chochote atakachoagiza fanyeni, sio jambo la kawaida, ni roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Lakini nini kilitokea baada ya kufanya? Maona maji yakageuka kuwa, maona imagine kwenye lile tukio, kwenye lile eneo, kusema leta mzabibu, zindika kwanza mzabibu. Kikawaida ule mzabibu mpaka uzindike ndio ugeuke kuwa pombe ulale. Halafu mtu anawaambia kachoteni maji. Maana yake ungemwambia una akili wewe, maji ya nini? Hata mzabibu hujazindikwa, lazima mzabibu ungezindikwa kwanza. Kwa umeona sasa, lolote Mungu analosema, neno lake ndio imani. Chukua hatua, anza kufanya. Sasa sehemu yetu hii ya 5, kwa nini tufanye kazi, tuitendee imani kazi? 1, maana ni utimilifu, tayari umetimilishwa. Umeona, ni utimilifu, tayari umetimilishwa ndani yako. Maana umetimilishwa, wewe ni mkamilifu. Nani aliyekukamilisha? Ni yeye mwenyewe. Amen. Kwa nini wewe umetimilishwa? Kwa nini wewe uwe kamili? Biblia inasema hivi kwenye ile Wagalatia sura ya 4 na ule mstari wa 4, Biblia inasema katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Sumone Wagalatia, ngoja nikusomee hapo uweze kuielewa vizuri. Biblia inasema hivi, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwetu, aliye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena,
bali u mwana, na kama u mwana, basi wewe ni mrithi wa Mungu. Umeona, ni mrithi kwa Mungu. Unaona kwa wewe sasa, kwa nini tunatendea kazi neno? Kwa sababu wewe umekamilishwa. Maana yake tuseme kwa lugha nyingine, wewe ni Yesu namba 2. Waraka wa kwanza nasema, kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Lazima sasa utende kiukamilifu, utembee kiutimilifu. Maana yake tayari umekamilishwa. Utimilifu wa imani ndani yako. 1, wewe ni mtoto wake. 2, sasa huna magonjwa, huna hatia mbele za Mungu, huna laana. Sasa tembea kiukamilifu. Utakaposhindwa kuishi kiukamilifu, kwamba una laana, muda wote ukianza kutembea unaifanya imani iwe zofri bin hali ndani yako, kwa hata mapepo kukugandamiza yataendelea kukugandamiza. Kwa umetimilishwa tayari, yaani wewe ni mkamilifu tayari. Umeona wewe ni mkamilifu. Mungu anapokutazama haoni madhaifu, haoni laana kwako, haoni magonjwa kwako, haoni umaskini kwako. Hata kama una gari, wewe umekamilishwa. Nani aliyekukamilisha? Ni Yesu, yeye mwenyewe. Umeona Yohana 1:16. Nani aliyekukamilisha? Ni Yesu mwenyewe. Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 16. Usisahau, kwa nini tulitendee kazi neno? Kwa nini usikae tu baada ya wewe kuamini? Kwa nini usiendelee tu na maisha yako yale yale? Sikiliza Biblia. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Sonone, kwa kuwa katika utimilifu wake tulipokea neema. Nini maana ya neema? Neema ni nguvu, kuwezeshwa, kustahilishwa, upendeleo, uwe msaada. Kwa umekamilishwa. Sasa hivi vitu vyote sio wewe kujikamilisha, sio wewe kupambana kwamba uwe mkamilifu. Umekamilishwa. Sasa kwa nini sasa utendee kazi? Jukumu lako ni kujitambua kwamba tayari wewe uko kamili. Kila idara, kila sekta, kila eneo, wanapozungumza habari ya utajiri, wewe namba 1. Wanapozungumza wewe ni una uzima, wazima, wewe ni namba 1. Wanapozungumza waliofanikiwa, mabilionea, wewe ni namba 1. Kwa nini? Kwa sababu hata kama ukila dagaa na chumvi, anza kuona hivyo, kwa sababu imani ndio inatoa nguvu ya kufikia kile unachokiamini. Huwezi kufikia unachokiamini. Biblia inasema mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini? Mungu anamwambia Yeremia, unaona nini? Anasema naona mti wa mlozi. Mungu anamwambia unaona vyema. Wewe unaona nini? Naona kwenye ukoo wetu ni maskini, naona kwetu kuna presha, naona kwetu kuna sukari. Wewe mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ona vyema. Kwa imani na kutaka uone kinyume na changamoto na mateso. Ona ukamilifu. Nani aliyekukamilisha? Ni yeye mwenyewe. Maana yake nini? Kwenye Yohana 1:16 Biblia inasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tumepokea neema juu ya neema. Sasa nini maana yake? Maana yake tumepokea utimilifu wake. Wewe tayari umepokea utimilifu wake. Kama Yesu hakuwa na magonjwa, na wewe pia ukiumwa leo usijione una imani. Ukipata udhaifu wewe endelea kuamini. Ona tu komandi. Imani ni kulazimisha, imani ni kuilazimisha mpaka itakuwa. Kwa hiyo wewe tayari umetimilika. Tunasoma wapi? Warumi sura
ya 11 mstari wa 12. Oya nikusomee mahali hapo. Biblia inasema hivi, Warumi 11:12. Neno la Mungu nasema, basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Hapa wanazungumziwa kina nani? Hapa wanazungumziwa wana wa Israeli, Wayahudi. Wao kitendo cha kumkataa, ndio maana Wayahudi leo mpaka leo wanamkataa Yesu. Nenda kule ukahubiri Yesu, unapigwa makofi. Maona wao walimkataa Yesu, alipokuja walimkataa. Hata Yesu alipofufuka wakapanga njama kwamba Yesu walipanga njama na wanafunzi wake, wakamuiba wanafunzi. Maona kwa na watu wakaongwa hela, wakapewa hela wale walinzi ili wasitoboe siri. Kwa Wayahudi walimkataa Yesu. Maona wao ndio waliomsulubisha. Kitendo cha wao kumkataa Yesu ndio sisi sasa, ndio wewe sasa ukapata neema juu ya neema. Ona ndio maana Biblia inasema wokovu watoka kwa Wayahudi. Watu wengi wanaposikia neno watoka wanadhani eti umetoka kule. Maana yake waliukataa. Kitendo cha kukataa sasa sisi ndio tukapokea hiyo neema, tukatimilizwa. Sasa wewe ni mkamilifu, jukumu lako ni kutenda sasa kama mkamilifu, mtu asiyekuwa na dosari, asiyekuwa na wa. Hebu tusome ule mstari wa 25. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Hili ndilo agano langu nao, nitakapoondolea dhambi zao. Kwa Wayahudi watakuja kuokoka baadaye. Hapa nadhani sio somo letu, lakini uweze kuelewa kwa habari ya utimilifu wa mataifa umewasili. Maana yake tayari wewe umekamilishwa, wewe uko kamili kama Yesu. Wewe sio Myahudi wa kiroho. Kuna watu wanawasikia wanasema mimi ni Myahudi wa kiroho, mimi hakuna Myahudi mpaka leo bado anasubiria wokovu. Si Biblia hapa nimekusomea? Myahudi hajaokoka leo eti mimi ni Mwisraeli wa kiroho. Hapana, hakuna Mwisraeli wa kiroho. Ngoja nirudie tena, hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake, na hili ndilo agano langu nao, nitakalowaondolea dhambi zao. Mpaka leo wana dhambi. Kwa nini? Wameshindwa kumwamini Yesu aliyekuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Ila wewe unayeamini leo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari wewe umeondolewa dhambi, wewe umekamilishwa, wewe ni mtimilifu. Ila Wayahudi wa Israeli bado, mpaka atakapokuja tena awaondolee dhambi. Lini? Watakapomwamini, watakapomkiri. Kitendo chao cha kumkataa wao ndio faida ya sisi kupata ukamilifu. Sasa wewe jukumu lako ni kutendea kazi neno. Kwa sasa kama unapotenda kazi, imani, mlipuko unaanza kutokea. Ukisema vitu vinatokea, ukitenda inakuwa. Maona sio mtu wa kawaida. Kwa anza kutendea kazi neno la Mungu. Tunaendelea na somo letu sehemu ya 6. Hii ni sehemu ya 5. Endelea kufuatilia na kushare, subscribe na kucomment. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Amen.